William Miller's dream ni ndoto ambayo aliweza kuiona, akaona sanduku likiwa na vitu vya thamani ndani yake, lakini ilipofika mahali vitu hivyo vikaweza kuharibiwa na watu, na kwa hivyo Yesu akaja akamsaidia na akarudisha zile precious ornaments, akarudisha kaziweka mahali pake. Hiyo inalinganishwa na ukweli tuliopewa tangia mwanzo ulivyoharibiwa, na inaonyesha vile Mungu atainua watu watakaorudisha zile kweli katika mahali pake. Kwa hivyo tuko katika kizazi ambacho kweli za Mungu zinaendelea kukusanywa, kila mmoja akifunuliwa kweli, tukiziweka kwa pamoja, ili ya kwamba tuweze kuwa tumekamilika katika kweli zote. Jana tulizungumzia kuhusu the prophetic periods na tukaona kazi yake, na mojawapo tuliyozungumzia kwa zaidi ilikuwa ya 2300 days, na tukaona kwamba ilikuwa ina involve kitu ambacho kinaitwa the cleansing of the sanctuary, ambayo at its termination ilikuwa inatupeleka kwa kitu ambacho kinaitwa the antitypical day of atonement, yaani Waisraeli wa kiroho. Waisraeli wa kimwili walikuwa na atonement yao baada ya kila mwaka mmoja, lakini Waisraeli wa kiroho wanakuwa na antitypical day of atonement yao kuanzia mwaka wa 1844. Kwa hivyo inastahili tuweze kufahamu fika ya kwamba tunaishi katika kipindi ambacho dhambi zetu inastahili tuziwasilishe katika hekalu la mbinguni, ili tuweze kusamehewa, tuweze kuwa watu ambao tuko huru, kwa sababu Yesu ndiye kipatanishi cha dhambi zetu na dhambi za ulimwengu mzima. Leo hii inapiga hatua katika nabii mwingine uliokuwa umesalia, ama the prophetic period ambayo ilikuwa imesalia, ambayo ilikuwa ina involve the scattering and gathering of God's people. Scattering and gathering of God's people. Kuna kipindi ambacho Mungu kwa ajili ya kukasirishwa na watu wake aliamua kuwaskata. Na hivyo basi utanifuatilia kwa umakini sana tuweze kujua 2520 as a prophetic period, tuweze to establish that doctrine in the Bible, tuone kama kwamba kama iko ndani ya Biblia ama haiko ndani ya Biblia. Tuone kama tukiuliza maswali Biblia, si lazima Biblia ijibu. Ukiuliza Biblia swali, si lazima kujibu, kwa sababu kweli zote zimefunuliwa katika Biblia. Lakini ukiona unauliza Biblia swali na imenyamaza, inamaanisha your doctrine haina msingi ndani ya Biblia. Ndio maana ukiuliza Biblia unakuta kwamba Biblia imekaa kimya. Lakini kama doctrine yako iko sawa, utakuta kwamba unapouliza Biblia utapata kwamba unakuta majibu katika Biblia. Lakini unapokuta kwamba doctrine, mtu anajenga doctrine yake, unapojaribu kuoji Biblia kuhusiana na doctrine yake, unakuta kwamba haileti satisfactory answers. Unajua kwamba hiyo ni doctrine ambayo iko questionable. Na kama iko questionable, haiaminiwi. Doctrine kama ya Trinity unapoileta katika Biblia na kuioji katika Biblia, unakuta ya kwamba Biblia imenyamaza, haitoi answers. For example, nikiuliza Biblia inipatie verse moja inayosema kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, utanipea? Haiwezi kunipea. Unakuta Biblia imenyamaza. Lakini nikiuliza Biblia niambie Mungu mmoja ni nani, inatuambia Mungu mmoja ni Baba. Kwa hiyo unakuta Biblia inatoa answer, na kuna doctrine nyingine Biblia haitoi answer. Kwa hiyo ukiona Biblia imenyamaza kusema doctrine fulani, basi ujue kwamba ni fundisho ambalo halipatikani katika Biblia. So kitu ya kwanza ambacho tunataka kuestablish is it that 2520 it is a biblical doctrine. Tukiuliza Biblia inaweza kujibu kusema na 2520, hilo ndio tunaanzia hapa.
So 25:20 ina involve in what? Cha kwanza mpato 25:20 ina involve in is justicing of God's people. Justicing of God's people. Ukisoma Revelation chapter 3, nafikiri ni verse number 18 or 17. Mungu anasema kwamba wale ambao anawapenda anafanya nini? Anawakemea, anawarebuke na anawarudi. So the 25:20 inasimamia kukemea watu wa Mungu pamoja na kuwa justice, alafu Mungu anawarudia baada ya justice. So tunataka kuanzia katika sehemu gani? Tunataka kuanzia katika fungu moja katika kitabu cha Daniel. Ni chapter number 8 verse number 3. Daniel chapter number 8 verse number 3 inasema hivi, ndio. Nani tatu inasema ndipo nikainua macho yangu nikaona Daniel chapter 8 verse number 3 inasema 13. Inasema hivi. Inasema naam. Soma nasema ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena, ndio, na mtakatifu mwingine akimuuliza huyo aliyenena, ndio, hayo maono katika habari ya sadaka ya kuteketeza ya daima, ndio, na lile kosa la lifanyalo ukiwa ataendelea hata lini, kanyagisha patakatifu na jeshi. Chukua hiyo Biblia kiasi. When we are reading the scriptures, Roho inashauri kwamba we must be logical thinkers and reasoners. So inamaanisha unaposoma andiko lazima ujiulize maswali na uweze kuelewa. Usisome tu ukienda. Biblia si novel unasoma ukienda. Lazima unasoma ukipinga then ukireason. Twende kazi. Inasema hivi, ndio. Then I heard one of the saints speaking, and another saint said unto that certain saint which is far, ndio, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice? The question is, we want now to think. The question is how long? How long? So how long it involved in what? Unahusiana na nini? Daily. How long? Nikiuliza mtu how long, jibu inafaa iwe ni nini? Inahusiana na nini? Inahusiana na time. Inahusiana na time or a period. So how long? Tunatafuta kitu ambayo inaitwa periodic time, na ndio inaitwa time prophecy. So how long? Tuende sasa. Ndio kusema hivi. How long shall be the vision concerning the daily sacrifice? The vision concerning the daily. Listen. The vision concerning what? Daily. The daily. If you see where the word sacrifice is italicized, meaning it is supplied by man's wisdom. It does not belong to the text. So the word that belongs to the text is daily, not daily sacrifice. Yeah. The word that belongs there, it is daily. Utapata hiyo katika handwriting page 74. Ambayo inakwambia the word sacrifice is supplied by man's wisdom. So how long will the daily and the transgression of the desolation, daily 1, and then 2, transgression of desolation, transgression of desolation. Yes. To give both the sanctuary and the host of to be trodden underfoot. So here we have the host. Then 2, we have sanctuary. So daily, according to handwriting 74, daily refers to what? Paganism.
And transgression of the salvation refers to what? Purpose. Purpose. So, host, it refers to the people of Israel, and then the sanctuary, this is the wrong sanctuary. So it means that we have how many powers? 2 powers. Paganism and paganism, they have a specific work of doing, of trading down the host and the sanctuary. And the question is, for how long? For how long? For how long? So paganism, their meaning are pagan kingdoms. And then this is a purple kingdom. So it means a kingdom, according to Daniel chapter 7 verse number 23, a kingdom is referred to as a beast. And also papacy is a beast because it is a kingdom. So the question is how long? And the answers, we have to get them from the Bible. The Bible has to answer us how long. So we want to list here a number of kingdoms. 2, 3, 4, 5. The kingdoms in the Bible that are listed as paganism or pagan kingdoms. Number 1. Number 1. Before I go there, wacha niweke a link. So tumeona kwamba God's people are going to be trodden underfoot. Was it God's plan for his people to be trodden underfoot? No. It was not God's plan for his people to be trodden. Twende Leviticus chapter 26. Na naomba usome kwa haraka kuanzia verse number 1 mpaka mahali tutakaposimama. Leviticus 26 kuanzia verse number 1. Kuna mtu nimemwacha nyuma? Nafikiri sote tuko pamoja. Tuende sasa. Inasema hivi, ndio, msifanye sanamu yoyote wala msisimamishe sanamu ya kuchonga wala mnara, ndio, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Zishikeni sabato zangu na kupastai patakatifu pangu, mimi ndimi Bwana wenu. Kama mkienda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, ndipo atakayewatia hofu, nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu. Atawakomesha nini? Wanyama wabaya katika nchi yenu. Kwa Kiingereza inaitwa